Mwenyekiti, ni asubuhi ngumu. Asubuhi ngumu kwa sababu kwanza unapokuwa na hoja ambayo inataka ujitoe mhanga, inakuwa asubuhi ngumu. Ngumu kabisa. Masa amepita, mimi nimemsikiliza nikaona kama anapita juu. Na hata ukiwaangalia wachangiaji nao wanapita na wenyewe juu. Hata wale wanaobishana kwenye mitandao ya kijamii na wenyewe wanapita juu. Yaani sijaona mahala ambapo eti zile hoja za kwenye mitandao zimenifanya mimi nifikiri jambo juu ya kauli ya makamu wa rais. Mimi nikaona tu kama vile ni tuko kwenye kijiwe tu tunazungumza kwamba huyu atakuwa Simba Yanga, tutazungumza. Na hata yanayoendelea kwenye mitandao yako tu kwenye sura hiyo kwamba watu wanazungumza mambo ya nchi kwa kuzungumza tu, lakini si kwa hoja. Si kwa hoja kwa sababu kila mahala ukiangalia unakuta pana shida. Mwingine ndo kama hivyo umezungumza habari za Heche na yeye nilifuatilia nani zake, anakwenda mpaka kwenye mauaji. Kwani Nchimbi alizungumza habari za mauaji? Umeona hiyo hoja yani watu sasa kila mtu analuka tu kwa mbawa zake, mwenye kuruka sana aruke, mwenye kuruka kidogo kama bata hivyo, basi ndo nchi inaruka. Basi vurugu tu maana kuwepo, wengine watakuwa anga ya kati, wengine watakuwa juu, tai watakwenda juu zaidi. Sasa huu mkoroganyiko huu, makamu wa rais anawezaje kushangaa mkoroganyiko ulioko ndani ya vyama vya siasa wakati anauona hata ndani ya hoja yake, hata ndani ya hotuba yake? Sasa hapo panahitaji fikra ndefu. Sijui kama watu wote wameshika kalamu waandike. Tunachohitaji kujua ni kwamba nchi inaongozwa na mawazo. Hilo ndio jambo la kwanza. Nchi inaongozwa kwa mawazo. Na sheria ya kwanza kabisa ya mawazo ya wengi, ili yawe mawazo ya wengi, lazima yawe tofauti. Otherwise tuwe na mtu mmoja ambaye anawaza kwa ajili ya wengine. Kwamba hapa anawaloga, kwamba mimi kile ninachowaza wewe Garimio uwaze na huyu awaze, kila mtu awaze. Kwa sababu mfumo wa mawazo ni kila mtu anawaza kivyake. Kutoka katika kujiendesha kama binadamu mpaka katika utawala wowote ule, uwe wa kifamilia, uwe wa kiserikali, uwe kwa nini, kila mtu anayo mawazo. Na ni mawazo tofauti. Sasa mwenyekiti, umeuliza swali zuri sana. Kwa nini tunajadili? Tunajadili kwa sababu mpaka sasa hivi tunaruka, tunawaza kila mtu kwa mawazo yake. Lakini ili tusijadili au tujadili kwa tija, lazima tujue tunajadili nini, kwa ajili ya nini. Unajadili nini? Kwa ajili ya nini? Manake mimi ukiniambia makamu wa rais amesema hapendi kuona hayo mambo ya migogoro ya vyama, mbona yeye chama chake kina mgogoro na vyama vingine? Kwamba CCM ina mgogoro na vyama vingine. Wewe unafikiri CCM wanapenda kuachia wale kwamba shindeni tu basi tu tuwe sawa kwa sawa? Jamani, sisi tumechukua miaka mingi toka uhuru kweli. Jamani, tusipumzike, tupumzikisheni hata kidogo. Nyewe wenzetu tuko kwenye taifa moja, mbona haitokei? Niseme nisiseme? Sema basi endelea tu. Sijui kama watu wanaandika. Mimi ninachozungumza ni kwamba huu upinzani wa mawazo ndio asili ya mwanadamu yoyote. Sasa ni lazima tujiulize kwamba kila tunapowaza, je, tunawaza juu ya nini? Hapo ndipo tutakapokwenda kukutana. Kwamba kama wote tutawaza kuhusu chakula, maana yake ni kwamba hata kama wewe utawaza kwenda kukichukua Gongo la Mboto, utawaza kwenda kukichukua Masasi kwa mzee mwenzangu, lakini utaleta nini? Chakula. Kwa nini Masasi lakini? Huko kwa mzee. Hamna maji. Kwa mzee mwenzangu. Hamna maji. Ambako ana ugomvi na Aweso. Kwa hiyo kama wote tutakuwa tunawaza, haijalishi mwendo, haijalishi wapi tunapita, haijalishi tutatafutaje, lakini tutakutana pamoja
kwenye swala moja, ukamilifu unapokuwepo. Na hiyo ndio tija, kwamba tunawaza tofauti. Tunawaza juu ya nini? Kumbe tunawaza tofauti, lakini juu ya nchi. Tukawa na vyama tofauti, Chadema, NCCR, SAU, sijui NLD, wote wawa, haya tuchukue, haya ni mawazo tofauti. Kwa sababu hao wana katiba yao, hao wana sheria zao, wana kanuni zao, ilani zao na nini. Lakini mawazo haya ya vyama haya yanawaza juu ya nini? Lazima haya mawazo kama yatatakiwa kuwa na tija kwa taifa, lazima mawazo ya hawa wote hawa yawaze juu ya nchi. Ndipo watakapokutana Chauma, ndipo watakapokwenda kukutana na CCM. Hapo ndipo watakapokwenda kukutana na vyama vingine vyote vitakutana pale kwenye nchi. Sasa haya mawazo yanabaki kweli ni mambo ya ovyo kama hayatakutana kwenye msingi wa nchi. Kwa sababu ndo hoja ya msingi ya kwetu ya vyama vya siasa ni nchi, ya Chadema nchi, Kafu nchi, CCM nchi. Sasa ukiyatawanya haya mawazo ukafikiri kwamba utafika uione Tanzania iwe na mawazo yanayofanana, watu wasigombane, utakuwa unatoka kwenye mstari. Kwa sababu hata historia ya kiuongozi Nchimbi atakuwa anaelewa. Na mimi nataka nikumbushe kidogo. Aelewe kwamba Nchimbi ndani ya chama chake cha Mapinduzi alikuwa na mawazo tofauti. CCM. Yaani katika uchaguzi wa mwaka 1995 2000, sikumbuki vizuri. 1900. Ile Nyerere kalalamika sana, mwisho akaja akatoa hotuba. Wakati Lowassa na Jakaya Kikwete wako kwenye piki, wanataka kuingia kushika madaraka. Nchimbi alikuwa katika umoja wa vijana ya moto. Umoja wa vijana ya moto. Na umoja wa vijana ulikuwa nyuma ya chaguo la kina Lowassa na Kikwete. Na hao walikuwa ndio wana mawazo tofauti na wazee wengine ambao na wao walikuwa na mawazo yao ndani ya chama kimoja. Kwa hiyo mimi sioni shida. Yaani naiona shida walikuwa wanawaza juu ya nini? Maana ndio maana nasema watakuwa waliungana kwa sababu wote walikuwa wanawaza juu ya nchi. Kwamba umoja wa vijana na upande wa kina Lowassa na Kikwete na timu yake walikuwa wanawaza juu ya nchi. Na hawa nao wengine kina Nyerere na timu yake na kina nani nao walikuwa wanawaza juu ya nchi. Nini kilitumika? Ukatokea mtifuano mkali sana Dodoma. Na Mwalimu Nyerere kipindi kile ni mstaafu, lakini ni kiongozi mwenye nguvu ndani ya Chama cha Mapinduzi, alikuwa na Dodoma kwa dharura kwenda kuona mambo yanayoendelea kule, kwa sababu ilikuwa iwe isiwe lazima timu Kikwete na Lowassa iingie madarakani. Sasa katoka kule karudi hapa, jina lililopita lilikuwa la Benjamin William Mkapa. Hawa wengine wakaambiwa subirini, muda bado. Sisi tumeshakuwa, wakaambiwa kaa chini. Mimi ndo nimesema. Nyerere anarudi Dar es Salaam, anahojiwa na waandishi. Kwa Mwalimu, tunasikia huko wewe uliko kwenda huko Dodoma, ulipeleka shinikizo kubwa sana la kupeleka mgombea wako na mteule wako, wewe uliweka shinikizo. Nyerere akacheka, akasema nimepeleka shinikizo mimi Dodoma? Akasema mimi nafikiri shinikizo walikuwa nalo vijana akina Nchimbi. Sijui kama tutaelewa. Watu watakuwa naelewa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kipindi kile kina Nchimbi walikuwa na mawazo yao juu ya nchi. Na hawa kina Nyerere nao walikuwa na mawazo yao juu ya nchi. Nini kilitokea? Si baadaye walikutana, wakaanza kumnadi Mkapa. Maisha yakaendelea. Kwa hiyo na leo hii mimi nasema lazima tukubaliane kwamba kila mtu anawaza tofauti kivyake. Na sitaki kuamini kwamba msimamo wa makamu wa rais eti ndo wana CCM wote wanawaza kama anavyowaza yeye. Wanapenda yani na wao yani kama anavyopenda yeye. Si kweli. Hata kama nitaweza nikawa nina jambo ambalo siwezi kulithibitisha kwa ushahidi wa kuweka mezani, lakini ninaamini kuna mawazo mgongano.
ndio asili ya binadamu, lazima tuwaze tofauti. Lakini pengine ningeliweza kusema kama alivyosema Master kwamba uongozi unataka wewe uwaone tu wenzako wale wanaotaka kutafuta chakula sawa na wewe, kama ni watu ambao ndio asili ya kwenye ajenda moja. Sasa nini kinatokea pale ambapo Chadema wanawaza juu ya nchi, pale ambapo Chauma wanawaza juu ya nchi na CCM inawaza juu ya nchi, alafu ikatokea chama cha Chauma kikawa kinahujumu CCM isifanikishe mambo mema kwa ajili ya nchi. Hilo ndo tatizo tulilona, kwamba kuna baadhi ya vyama vinahujumu mawazo ya wengine yanayotaka kujenga nchi. Sasa wale utawaita ni wenzetu hao, utawaita kwamba eti tuwavumilie? Haiwezi kuvumiliwa hali hiyo, hata kama tukileta mentality za namna gani, lazima tuwaambie hili jambo hapa. Na ndio maana huyo mwingine yeye akakimbilia kwenye mauaji moja kwa moja. Kwa nini? Mawazo yake anayapeleka kule, kwamba anawaza sasa, kama kweli sisi ni wamoja, tunajenga nchi moja, kwa nini nyinyi mnakuja kutublock hapa katikati hapa, tusikutanie hapa kwenye nchi wakati tunatoa hoja? Si mmesema tunajenga, eti wanasema mnagombania fito wakati mnajenga nyumba moja. Sasa kama hiyo nyumba moja sisi hamtaki tuifikie hiyo nyumba, hiyo fito tunashikaje? Hizo kamba zenyewe tutakazaje Master, wakati nyinyi hamtaki tusogee? Mpo, sisi tuko kule maili 20, nyinyi mnatuambia tunajenga nyumba moja, wakati nyinyi ndio mpo kwenye hiyo nyumba mnajenga nyinyi. Sisi hatupo pale, hatuna fito, hatuna kamba, hatuna chochote. Tutulie, tunajenga nyumba moja. Ipi? Maana yake ni kwamba kama mnataka tujenge nyumba moja, tukutane hapo site kwenye nyumba. Sijui Master, watu mnaandika, ukikaribia unapigwa teke. Mnaelewa ninachosema? Naandika notes akikaribia, ukikaribia kwenye nyumba unapigwa teke. Sasa hiyo ni kumzuia mtu asijenge. Master amesema hapa Kikwete hakuona kama Mbatia hatakiwi kusogelea ujenzi. Sijui umenielewa? Akamwambia wewe, mawazo yako mazuri, njoo hapa. Njoo hapa. Maana yake wewe tujenge pamoja. Okay, Dr. Samia Suluhu Hassan naye aone kwamba hapana, huyu fulani mkuu wa mkoa wa Lindi kama Sendiga, tujenge si tunajenga, tujenge hapa. Mawazo yake haya mazuri, wewe una nguvu, hii fito ni ngumu kidogo, shika wewe tufunge kamba. Si ndio tukutane hapo? Ndio maana nimesema Chadema watakuwa Chadema, Kafu watakuwa Kafu, au watakuwa hivi, lakini tutakutana hapa site ambao ni nchi. Samani, natoka kidogo kwenye nje ya mada, lakini ipo